Okay, karibu tena katika kipindi cha Tiba ya Sheria. Siku ya leo ilikuwa ni vyema kuweza kufahamu utaratibu wa kisheria baada ya kifo. Baada ya kifo, mtu akishafariki, wale wanufaika wanaobaki, ndugu, jamaa na marafiki, ni utaratibu gani wa kisheria wa kuweza kuufuata? Cha kwanza ni kuweza kutoa taarifa. Baada ya kifo kuweza kutokea, inabidi tolewe kwanza taarifa katika mamlaka husika, inaweza ikawa serikali ya mtaa au kijiji, kwa kuweza kutoa kwanza taarifa. Baada ya kuweza kutoa taarifa, cha pili ni kuweza kufanya mazishi. Inabidi kwa utaratibu wa kisheria, tunasema kwamba ni haki ya mtu kuweza kustiriwa na kuweza kupewa hifadhi baada ya kufika tamati ya maisha yake. Hivyo inabidi afanyiwe mazishi, na baada ya kufanyiwa mazishi, ndugu, jamaa na marafiki mliobaki, watu wa karibu, inabidi mkae kikao cha familia. Ndugu, jamaa na marafiki itabidi wakae kikao cha familia, ambapo baada ya kuweza kukaa kikao cha familia, kikao hichi kitakuwa kina malengwa yafuatayo, ambapo malengwa hayo, ukianza na la kwanza, ni kuweza kuorodhesha mali za marehemu. Lakini pia dhumuni la pili ni kuweza kufahamu thamani ya mali za marehemu. Hilo itakuwa ni dhumuni la pili la kikao hicho. Lakini pia namba tatu itakuwa ni kuweza kufahamu mahali marehemu alipokuwa anaishi, mahali ambapo marehemu alikuwa anaishi. Kwa nini mahali marehemu alikuwa anaishi? Hii itaweza kusaidia kufahamu ni mahakama gani yenye mamlaka ya kuweza kufungua mirathi ya marehemu, kwa sababu baada ya marehemu kufariki kuna mahakama tofauti tofauti ambazo zinakuwa zina mamlaka. Kwa hiyo ukiweza kufahamu ni mahali gani alikuwa anaishi, kama alikuwa anaishi Arusha au Dar es Salaam, basi ina maana kwamba mahakama zenye mamlaka ya kufungua mirathi ya marehemu ni mahakama zinazopatikana katika mahali hapo alipokuwa anaishi marehemu. Lakini